ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kukushukuru wewe mwenyekiti wa halmashauri ya Njombe mji, na kupitia wewe ni washukuru sana madiwani wetu wote. Mmefanya kazi kubwa kwa miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuja hapa mwezi wa 8 mwaka 2022. Nimepata bahati ya kufanya kazi na baraza hili la madiwani wa halmashauri ya Njombe mji kwa miaka mitatu. Nimeona na kushuhudia kazi kubwa ambayo ninyi kama madiwani mmeifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetoka Wanging'ombe. Nimeonana na baraza la madiwani kama hili. Nimewaambia madiwani wa Wanging'ombe, na maneno hayo nawaambia ninyi madiwani wa Njombe mji, na nitawaambia madiwani kwenye halmashauri nitakazoenda. Sisi kama serikali tumefanya kazi kubwa na ninyi. Unao ujasiri, tembea kwa kujiamini, yazungumzie mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye eneo lako. Mnaenda kwenye uchaguzi. Miaka mitano mlipoomba nafasi hizi, mnajua hali mlioikuta kwa wananchi. Kuna mabadiliko na mageuzi makubwa sana kwa wananchi. Mimi ninaamini na wenzangu, katika mitaa yenu, katika vijiji vyenu, hakuna mtaa ambao serikali haijagusa. Kama sio kwenye elimu ya msingi, imeguswa kwenye elimu ya sekondari. Kama sio kwenye elimu ya sekondari madarasa, imeguswa kwenye mabweni. Kama sio mabweni, imeguswa kwenye nyumba za walimu. Miradi ya elimu huko ipo. Kama kwenye elimu hujaguswa, sekta ya afya umeguswa. Kama hujaguswa afya, umeguswa kwenye maji, ama umeme, ama barabara, ama kilimo. Kama si mbolea, mbegu. Kama si vyote viwili, wananchi wako huko wameuza mazao vizuri tu kwa faida. Yapo mambo yamefanyika kwenye maeneo yenu, ya bebeni, ya semeni. Nimeambia wenzenu, ni bahati mbaya kwamba sisi wanadamu tumeumbwa kutothamini. Na matokeo yake unashindwa kuthamini cha mwenzako, inafikia mahali unashindwa hata kujithamini wewe mwenyewe. Kwa sababu hatui mabalozi wa mambo mazuri tuliyofanya. Mimi ukiniuliza kwamba unaenda kwenye uchaguzi, mtu anayekuja kugombea nawe ataenda kusema kipi? Kwa sababu miaka mitano wananchi waliopanga foleni wakachaguliwa wana nafasi ya kulinganisha. Ulipoomba mtaa ulikuwa hivi, saizi uko hivi. Ulipoomba kijiji kilikuwa hivi, saizi kiko hivi. Kama zipo changamoto ni chini ya 30%, 70% umefanya. Sasa sijajua kama wenzangu hilo jambo mnalifahamu au mko kwenye kushughulikiana tu. Maana najua sasa kampeni kubwa ni kuwekeana wagombea, nani aanguke, nani awe hivi. Wengine agombea udiwani, anagombea makamu mwenyekiti, mwingine anagombea mwenyekiti wa halmashauri. Mambo ya Mungu, wewe gombea udiwani wako. Na msishughulikiane. Maana sasa huko ni pilika tu. Huyu kamwekea mgombea huyu, huyu anampa hela mwenzake huko anguke, huyu katuma huyu akagombee. Matokeo yake utafika siku ya kuomba kura, umesahau hata mambo ambayo yafanya pale. Kichwani umeshajiharibu na ajenda za fitina. Kwa ninachosema, mmefanya kazi kubwa. Kubwa sana. Yapo ambayo yako nje ya uwezo wenu. Ni ya kwetu sisi. Lakini kwa maana ya baraza la madiwani, miaka mitano mmefanya kazi kubwa. Sasa kwa sababu ya kusigana ile ya kibinadamu, mtawapa nafasi, mtawapa magepu wanaokuja kugombea. Kule kwenye magrupu yenu ya WhatsApp hamna wapiga kura. Wapiga kura wako site kule kwenye mitaa yako. Wajumbe wa mkutano mkuu wanaokupigia wewe kura kutokana na chama chako hawako WhatsApp. Mwaka 2020 na mtu alikuja kuniomba ushauri wa kugombea nikiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Nikamwambia bwana,
kwa nafasi yako na kwa muda huu uliobaki sioni kama una nafasi ya kufanya vizuri hilo jimbo. Akaniambia, mkuu, uko mbali. Kule mimi mambo ni moto sana. Nikamwambia sawa, lakini kama unaenda naomba usiingie kwenye budget. Wewe nenda jaza form yako na ni gharama yako ni form tu. Salimia na wajumbe na nini, piga nao picha. Akaniambia, mkuu wa mkoa, tulia. Unaniruhusu kuingiza kwenye group langu la WhatsApp? Nikamwambia niingize. Akaniingiza. WhatsApp members wako 200. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka asubuhi. Wewe ni jembe, mtu bingwa kabisa, kamanda wa vita. Kwani huyu kamanda wa vita huyu? Kila kiangalia majina. Nikiangalia watu wanaofahamu ni wapiga kura, mule hawamo. Jembe letu, mtoto wetu wa nyumbani, mambo mule kidogo tu unaona tu kipindi hicho maneno chao yalikuwa yajaja. Wapo wapambenuksi tu wale. Umetulia kidogo, umetumwa pole CV. Hujatulia, imetumwa picha sio anakula na wazee gani. Kidogo imetumwa picha anasalimiana babu. Mara kidogo huyu mtu wa watu yuko na wabibi. Uamke saa 8 usiku, uamke asubuhi. Anambia, mkuu, unaona mambo? Nikamwambia mambo anayaona, kisi na waka ambao ni wapiga kura. Mkuu, tulia, ngoja kuingiza grupu lingine. Kumbe grupu la watu waliosoma nao kijijini kwake si wapiga kura. Siku ile kupiga kura alikuwa ni mkuu wa idara wa halmashauri moja. Mkuu wa idara, afisa elimu hivi. Kwa hiyo na yeye mwenyewe akienda kukagua miradi ya elimu kule wakati ule, zinapigwa zile picha. Mtoto wetu kazini, huyu ndio waziri wetu wa elimu. Zimekuja kupigwa pale kura. Out ya kura 600 kapata 8. Na amechukua na mshahara wake mkopo. Kauza na viwanja 2. Kura 8. Alitukana kila mtu. Sasa nimeyasema haya wakati mwingine unapojiandaa kwenye mambo kama haya. Sio wakati wote kule mitandaoni patakupa maswali majibu mazuri. Unaweza kujaribia ubongo wako tu. Kwa sababu kuna watu wanashindana, najua wewe umefanya kazi yako. Muuza duka anamfahamu mteja wake. Wewe unawafahamu, you know your customer. Sio, mnanielewa? Na huo ndo wakati ambao sasa viwanda vya uongo ni vingi. Fulani anakusema hivi, fulani anakusema hivi. Maki ndo saizi hapa majenereta yazalisha umeme, majenereta yazalisha maneno sasa. Kwa ni vitu vya kuviepuka. Lakini nimeyasema haya maneno kwa nini? Mmefanya kazi kubwa. Nimewaambia wenzenu kule Wanging'ombe, mimi kwetu Musoma niliombwa na wapiga kura nikagombee nyumbani. Sio wazee. Kuna watu wanasema wazee wamenishauri nikagombee. Unamuuliza, kwani wazee ni wajumbe mkutano mkuu wa CCM? Wale ni wazee tu. Wanapata pale kahawa yao, wamekwambia kagombe. Mimi niliombwa na wapiga kura. Nikawaambia mimi nafanya kazi ya serikali. Namuona diwani, namuona mbunge. Napaona pale kwetu. Kwani yule mbunge wangu afanye kipi ili mimi nipate ujasiri wa kusema nagombea kwa sababu ya hiki? Nikaambia mimi sitagombea. Kwa sababu niliona siwezi kutunga uongo. Na uongo pekee ambao ninyi unaweza ukawashinda ndio kwa mkisema kwamba tumefanya, wasema amefanya Mheshimiwa Rais. Si ndio? Lakini Mheshimiwa Rais amefanya kwenye wakati wa nani? Wakati wako wewe. Si mnanielewa? Mmekuja hapa, kuna maeneo kwenye kata zenu kule kwenye vijiji vyenu yasingepata miradi iliyopo, hela zingeweza kuja hapa na zikakosa mahali pa kwenda zikarudi. Lakini kupitia wewe mwakilishi, hela zimekuja, umeibua darasa, umeibua jengo la zahanati, umeibua kituo cha afya, umeibua nyumba ya mtumishi, umeibua mradi wa kisima cha maji. Umeibua kitu pale, kibebe kisemee. Na ndio unapokuja kujifungamanisha hapo na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya kwenye eneo lako. Lakini akiwepo nani? Ukiwepo wewe, sio anayekuja. Usiposema
unampa mwenzako nafasi ya kusema. Alishangisha harambee kwenye grupu la ukoo wake huko mifuko 5 ya simenti, asema tumejenga darasa. Kumbe wewe mwenyewe ndo hapo umeshindwa kusema kwamba tumejenga darasa. Sasa mchangishaji wa harambee ya ukoo atasema amejenga yeye. Kwa hiyo ninachosema, madiwani, kaeni kifua mbele. Tunavunja mabaraza tarehe 20. Ondoka hapa ukiwa na confidence, nimefanya. Na una nafasi ya kwenda kwenye mitaa ya kata yako. Nilipokuja hapa kulikuwa na hili darasa, kulikuwa na hizi zahanati, kulikuwa na haya maji, kulikuwa na hizi nguzo. Tulikuta hapa changamoto ya mbolea. Leo hali ikoje? Na tumeanza kugawa mbolea mapema. Hili pia sio jambo la fitina. Walk with confidence. Simamia kazi yako ya miaka 5. Usiende pale ukaonekana chujio. Sisi wenyewe kama serikali tunaamini kwamba miaka 5 haifanani kwenye maeneo yetu ya utawala. Sasa wewe mwenye eneo lako, anakuja mtu pale, mnaomba kura pale kwenye kuomba, anasema hapa mimi ukinipa nitaleta hiki. Kumbe hicho kitu ulishaleta. Kwa ni lazima hilo jambo mweze kulisimamia. Hilo nimelizungumza huko. Lakini cha pili ambacho nimekizungumza na ambacho ningetamani hapa nikiseme ni kuwapongeza. Halmashauri tunavunja baraza tarehe 20. Katibu tawala yuko hapa na management mko hapa. Halmashauri imepata hati safi. Wakati wa nani? Wakati wako wewe diwani. Halmashauri imepata hati safi. Thamani ya pesa kwenye miradi ya maendeleo ipo. Kwani usiseme? Kwa mnaondoka hapa, ipo kazi mmefanya nzuri. Mna hati nzuri. Na kupitia hati hiyo, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri tunakupongeza. Makamu mwenyekiti tunampongeza. Madiwani wote tunawapongeza, ni mafanikio yenu wote. Hamjaibisha halmashauri yenu kwamba imepata hati chafu. Na hayo pia simamieni, miaseme. Changamoto ambazo mmekuwa nazo kwenye kanseli za kawaida. Maka hata ndugu waliozaliwa tumbo moja wanagongana. Lakini ni changamoto ambazo za kujenga kanseli. Hazikuwa changamoto za mtu. Hazikuwa changamoto za kufedhesha kanseli. Sisi kwetu zile changamoto zote tunasema ni za kujenga. Mnatufutiana mtazamo. Huyu anaona mradi huo hivi, huyu anaona mradi huo hivi. Pale bwana Mtewera alikuja na mradi wake, anataka kujenga shule ya ghorofa. Hela zozo kuja za darasa la milioni 20. Nikamwambia kile wazo lako zuri, nyie kakaeni tu muone kama inatekelezeka. Kaka na wenzake wanatekelezeka, amejenga madarasa 8. Lakini ule utofauti wa tujenge au tusijenge hicho kitu kingine. Hiyo ni swala la Mtewere na kata yake. Lakini kama halmashauri mlitamani kujenga hapo hospitali yenu ghorofa. TAMISEMI wanasema sisi tunajenga hospitali ya chini. Lakini mwisho wa siku mmepata na mmejenga jengo lenu. Kwa kama mmekuwa na migongano, ni migongano ya kujenga, ya kuleta ufanisi. Kwangu mimi sioni kama ni migongano mibaya. Lazima watu mje na mawazo na mwisho wa siku mnapata consensus. Kwa hiyo nawapongeza na narudia kabisa kusema kwa uzito, mmefanya kazi kubwa. Waheshimiwa madiwani, mnaondoka, sisi kama serikali tukiwa tunaheshimu kazi kubwa ambayo mmefanya. Na msijidharaulishe, mmefanya kazi kubwa, mjipongeze na mtembee kifua mbele. Naipongeza CMT, najua mdogo wangu mkurugenzi hayupo, lakini tunaipongeza CMT, mkurugenzi Kuruthumu na timu yake wamefanya kazi kubwa. Mmepata mapato ya ndani. Kuna miradi ambayo leo halmashauri hii inasimama kwa maana ipo kwa sababu halmashauri walijitoa kwenye mapato yao ya ndani kwamba tufanikishe hiki, tuibue hiki. Kuna mahala huko wananchi walijitoa, waliibua miradi mingi. Tukaja hapa tukazungumza kwamba nguvu za wananchi zisielee hewani. Hebu tengeni sehemu ya pesa zenu za mapato ya ndani mfanye. Mmefanya. Tuna wananchi ambao leo wanaendesha maisha kwa sababu ya 10%. Wale ambao wameitumia vizuri maisha yanaenda. Kula ambako wameitumia vibaya imekuwa ni changamoto, lakini bado tunaweka msingi mzuri
ili makundi haya ya vijana na kina mama na watu wenye ulemavu waweze kunufaika na 10% ya mapato ya ndani, kwa sababu haya ni makundi ambayo hakopesheki benki. Hata yule mtu wa mikopo umiza hawezi kukopesha. Mama na baba wa makundi haya ni halmashauri, na ndio maana Mheshimiwa Rais akaelekeza tufanye maboresho ya ukopeshaji wa hizo pesa. Jambo kubwa ni wale wanaokopeshwa sasa warudishe, na lazima kamati kwenye halmashauri ijipange vizuri kuhakikisha kwamba mikopo yote inafanywa marejesho, ili mtu mwingine anayetaka kukopa kwenye zile sifa za hali makundi matatu aweze kukopeshwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni ya msingi, na pale ambapo watu wametumia fursa zile 10% vizuri wameendesha maisha. Na nimerudia kuambia watu wa Njombe, achaneni na mikopo umiza. Halmashauri pesa zile zipo, watu waombe, na tuendeni tukawaambie kwenye maeneo ya kata vijana, kina mama na watu wenye ulemavu kwamba tumeboresha utoaji wa 10% za mapato ya ndani. Utaratibu wa kuziomba na kuzipata umeboreshwa. Vijana waombe, wajue kwamba hizi hela zipo. Na haya pia kayasemeeni. Lakini Mheshimiwa Madiwani, kule kwenye kata yako kama kuna vikundi vimepata hizo pesa, vitambue. Vitoe hadharani kwamba hawa hapa ni wanufaika wa udiwani wangu miaka 5. 10% tuliyotenga imesababisha kikundi kisimame cha kina mama, cha vijana. Usiposema wewe, kama kuna mtu aliombwa hela kwenye simu akachangia 20,000 anasema mama yule nilimsaidia mimi, kumbe ni 10% ambazo ulihangaika huko akapata kule kwenye kikundi. Kwa haya yote tuweze kuyafanyia kazi. Hoja zimekuwepo nyingi, lakini mmekuwa na hoja ngapi? 24. Zimebaki ngapi? Zimebaki 13, na ambazo zina majibu na zina maelezo, na CAG atakuja hapa ata highlight zile hoja ambazo za msingi za kuweka msisitizo. Kikubwa ni kwamba hoja zimalizike na zifungwe, lakini pia tuepuke mazingira ya hoja zingine kujirudia. Nimeongea na katibu tawala na CAG tukiwa Wanging'ombe, tuweke utaratibu wa kujenga uwezo wa idara ya ukaguzi wa ndani, na kwenye hayo mafunzo ya kujenga uwezo tuone ni kada zipi ziongezwe, ili baadhi ya mambo sasa tuanze kuyadhibiti yasijitokeze au kwa marudio. Nilikuwa kule Wanging'ombe, baadhi ya hoja ilikuwa ni michango ya PSSF kutolipo kwa wakati. Sasa kama PSSF hailipi kwa wakati, maana yake ni kwamba ni watumishi kesho anaenda kustaafu hela yake haipo. Sasa unawezaje kuwa mtumishi ambao unachezea tawi la mtu uliokalia? Kwa tukasema kuna baadhi ya vitu tuondoke navyo, lakini zipo hoja zingine ni za halmashauri inadaiwa hela ndogo tu. Itaikuta Njombe mji iko kwenye hali ipi? Na jambo hili nalizungumza, moja ya wilaya tajiri zinazokuja Tanzania ni wilaya ya Ludewa. Nimezungumza kila mahala. Ninyi mko hapa, nenda Ludewa, nunua site, pima upate title deed, fungia, sahau. Ludewa ni moja ya wilaya ambayo itakuja kuwa wilaya tajiri sana kwa Tanzania, kwa sababu dhamira Mheshimiwa Rais kwenye utekelezaji wa miradi ya Mchuchuma na Liganga ni kubwa, na bahati nzuri alizungumza akiwa hapa mwezi wa 8 mwaka 2022. Ludewa tumesaini mkataba wa milioni $70 kwa ajili ya kiwanda cha Maganga Matitu. Ludewa wana mradi ambao ni wastani wa trilioni 7, mradi wa Liganga na Mchuchuma. Ukienda kwenye ilani ya uchaguzi, miradi ya Ludewa, Liganga na Mchuchuma imetajwa kwenye ilani kutekelezwa. Maganga Matitu imetajwa kwenye ilani kutekelezwa. Katawaka imetajwa kwenye ilani kutekelezwa. Sasa kama kwenye ile package watajenga reli, lazima mwangalie position, kwa sababu vyote hivi vitapita kwenye maeneo yenu. Tumejiposition kujua, ili hata kesho watakapoanza feasibility tujue kwamba reli inapita hapa, mtazamo wa halmashauri miaka 30 ijayo weje. Lakini halmashauri haizuiliwi kumiliki maeneo kwenye sehemu nyingine. Mimi nilikuwa mkuu wa wilaya ya Mvomero mwaka 2012 mpaka 15. Marehemu Askofu Maruma alikuwa askofu wa jimbo Katoliki la Kitenga maeneo. Baadaye watu kuanza kugombana kuhusu rumbesa ya viazi na viazi kuharibika, tuanze kufikiria mawazo mapana ili kutoza gunia shilingi 1000 kwenye geti, ushuru wa
gunia la viazi, na kutafuta eneo likajengwa, tukakaribisha watu wajenge hifadhi ya viazi, storage facility. Kama unavyoona tu magara watu wanakuja kuhifadhia mahindi, mnajenga facility kubwa ya kuhifadhi viazi. Maana ni kwamba viazi vya Makete vitakuja hapa, vya Ludewa vitakuja hapa, vya Njombe DC vitakuja hapa, na halmashauri itapata pesa nyingi kuliko hizo ambazo tunahangaika 1000 kwenye viazi vya watu ambao wakati mwingine wanahangaika na maroli yamezoea kwenye mageti huko, viazi vinauza, wanapata hasara, wanatukana na kulaani halmashauri. Kwa hiyo ni mambo ambayo lazima tuangalie kwenye upana. Tuangalie vitu kwenye upana mkubwa zaidi. Na matarajio yangu ni kwamba waheshimiwa madiwani mtakaporudi, na naamini Mungu atawasaidia mfanye vizuri kwenye uchaguzi, mkirudi kazi tunakuja kuiunda iende kwenye mtazamo huo. Huko duniani huko tunakoenda, magomvi kwenye kufanya kazi kwenye maendeleo ya wananchi hayatakuwepo. Watu wanajadili maendeleo, sio mambo ya personality. Kwa hiyo hilo la tatu. Lakini idara kwa maana ya CMT, wakuu wa idara, tuanze kwenye position. Nimeongea na RAS, idara ya mipango, watu wa uchumi na idara zingine. Tupitie ilani ya uchaguzi mpya iliyozinduliwa 25-30. Tuangalie maeneo yanayotuhusu sisi Njombe mji. Madiwani wanapokuja kutengeneza baraza la madiwani mwezi Novemba, Disemba, sasa halmashauri tunapitishana sisi kwenye ilani ya uchaguzi mambo yanayofanana Njombe mji ni 1, 2, 3. Tunapoanza maandalizi ya bajeti ya 26-27 tunabeba mtazamo wa ilani, na moja ya maeneo ni ujenzi wa viwanda vidogo vidogo kwenye maeneo ya uzalishaji. Haya ni mambo ya kuangalia. Miaka 5 iliyopita parachichi tulikuwa tunasikia tu kama inaweza kama mafuta. Leo unapoondoka kwenye baraza la madiwani, unapoondoka kwenye udiwani hapa kesho kutwa, tuna kiwanda cha kusaga parachichi kwa mafuta Avo Africa. Hapa juu kulikuwa na eneo mlilitoa huko nyuma mkawapa watu wa Taha. Tumepata mwekezaji wa Vodemia anajenga kiwanda cha crush parachichi kwa mafuta. Tuna mtu mwingine anajenga kiwanda upande wa Ng'ombe cha crush parachichi kwa mafuta. Maana yangu ni nini? Tunaweza kufika mahali ambapo tunaweza tukatoa mashine ndogo ndogo, badala za maparachichi kutoka huko yameoza kupeleka huku, wanasaga huko, wanaweka kwenye matenki, wanaenda kuuza kama crude, ili yule aende kwenye kupurify kupata mafuta. Twende kwenye huo mtazamo. Mwaka huu nimeona barua nyingi sana za ninyi kwenda kuomba kwenda kutembea, sio halmashauri, sio kwenda. Bila dhati tutoke huko. Diwani tuwe mtarajia huko tunakoenda. Tunasema tunataka watu wanaenda kwenye kuangalia vitu kama China, maonyesho ya teknolojia. Unasema sisi kanseli tuna bilioni 1 za 10%. Tunataka tuwasaidie watu waende kwenye teknolojia za viazi mviringo, kutengeneza frozen, teknolojia za kusaga parachichi kwenda kwenye mafuta, kutengeneza concentrate, kuwauzia watu wanaozalisha juice za matunda, kuangalia teknolojia nzuri kwenye umwagiliaji, kwa sababu watu wanakuja sana kwenye kilimo Njombe. Tunataka tuangalie teknolojia za kuhifadhi maziwa, kwa sababu tunataka asasi anapokuja Njombe hapa nakuta watu wana maziwa yao nyumbani. Una ng'ombe wako 10, lita 20, lita 200, ng'ombe 10, una cooling facility yako ya kuweka lita 300 pale. Sasa ndo mnaenda kule China au unaenda Uturuki kwenye maonyesho ya teknolojia. Mnasema hizi hela sasa tunawasaidiaje wananchi kwenye kata zetu? Kwenye mtazamo mpana. Sio tu kuombeana ruhusa kwenda kutembelea, sio una kutembelea kuangalia, sio usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira si Njombe tumekuwa na kijiji cha kwanza kisafi Tanzania nzima. Shule nzuri ya kwanza, zahanati ya kwanza, hospitali ya kwanza, chuo cha kwanza. Hayo sio mambo ya kwenda kujifunza. Sasa mtazamo huo. Lakini tumefanya kazi kubwa. Chuo kinajengwa hapa. Mtu wa mipango miji yuko wapi? Pima eneo la Njombe. Pima mji wa Njombe. Unaona kule Nyaumata namna not Nyaumata kule huku tunakoishi panaitwa Runyanyu. Huku Runyanyu panapojengwa. Sasa assume kwamba una maeneo 3 yamepimwa vile. Pimeni maeneo. Pima maeneo, uza viwanja.
Njombe inakuja kulipuka kwenye uchumi. Hii tuambie watu, tunatangaza viwanja, watu waje wajenge. Viwanja vya biashara, viwanja vya makazi, tupime maeneo mazuri. Hii hali ya hewa Njombe hapa inavutia watu kuwekeza. Watu watakule Ludewa, wataweka migodi mikubwa. Watahitaji kuja huko kupumzika. Tupime maeneo tuende kwenye huo upana. Lakini zile hoja zote ambazo zitajadiliwa hapa, katibu tawala yupo, tuzifunge, tuzimalize, na tuweke dhamira ya kwamba hizi hoja hazitajirudia. Zile ambazo za kisera, katibu tawala atatoa utaratibu, lakini zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu tuzikilie. Kwenye maeneo ambayo tumepata changamoto ya uaminifu, ya kukosekana kwa uaminifu kwenye matumizi ya pesa za serikali, tuyazungumze. Nakumbuka wakati fulani katibu tawala wa mkoa umezungumza sana swala la pesa mbichi kutoka mikononi mwa watu wanaokusanya. Tulizungumze, ili tunapokuja kwenye baraza jipya la madiwani, mambo yale yote tumeondokana nayo, mambo ya kinyengee tumeondokana nayo. Tuna kanseli ambayo inafanya vizuri. Lakini lingine ni kwamba madiwani, baraza ya madiwani yatamalizika tarehe 20. Hatutarajii sasa halmashauri itokee kufanyika mambo ambayo ni ya ajabu kwa sababu madiwani hawapo. Yaani madiwani wakirudi hapa mnaanza na kesi ya mambo ambayo yalifanyika kinyume cha taratibu. Mimi nikuombe sana mkurugenzi, tusimamie utaratibu. Baraza la madiwani halipo, lakini halmashauri iendeshwe vizuri hata kama madiwani hawapo. Mkirudi hapa mnajadili mambo ya maendeleo, sio tena kila kitu kimeharibika. Kwa hiyo hilo nalo na lenyewe nimelizungumza. Lakini Wanging'ombe pia nilisema sio vizuri tunavunja mabaraza tarehe 20. Kuna diwani anadai, sio kuna madimpikizo, kuna nini. Haya mambo yote rasmi nikuombe pia tuliangalia. Sijajua hapa mpende mnadaiana. Sasa mnaja kiasi kidogo. Naam. Mkurugenzi yuko wapi? Madeni yote kama chochote kile, kila mmoja hapa basi hali yake mlipe. Kama nadhani rasi ataizungumzia vizuri wiki, kila kitu kimalizike jamani. Tumefanya kazi hapa vizuri miaka 5. Hatuna haja tena kuanza kufuatilia hapa, sio kufuatilia malipo haya. Ili hawa wabaki na kazi yao ya kufuatilia uchaguzi. Kwa hiyo na swala malipo na hicho kiasi kidogo, nadhani rasi atatoa mwongozo hivi.